pamoja na Nikodemo akimfundisha. So yani alikuwa anaongelea kiumbe kipya. Uzao mpya ni sawa sawa na kusema kiumbe kipya kimesaliwa na Mungu kwa neno la kweli. Kiumbe kipya kimesaliwa na Mungu kwa neno la kweli. Na huu ni uumbaji ni uumbaji mwema na kamili. Anaposema kila kutoa kuliko kwema na kilicho kamili, sijui watu. Alikuwa anazungumzia uzao mpya. Alikuwa anazungumzia uumbaji mpya. Ama kiumbe kipya ambacho kimesaliwa na Mungu kwa neno la kweli, ambapo tunaweza tukasema pia ni uumbaji mpya, ni uumbaji mwema, ni uumbaji kamili. Hallelujah. Glory to God. So muamini namna ambavyo ameumbwa hana tosari. Glory to God. Muamini hana tosari. Maana umesaliwa na Roho. Kilichosaliwa na Roho ni Roho. Glory to God. Alafu so kwa hiyo maneno kutoka juu yalikuwa yanaelezea ukweli kwamba muamini amesaliwa na Mungu. Hayo maneno kutoka juu, neno lenye tumesoma pale nyuma, kutoka juu, yalikuwa yanaelezea ukweli kwamba muamini amesaliwa na Mungu. Muamini amesaliwa na Mungu. Yakobo alikuwa amesemaje? Tulisoma hapa, ilikuwa inasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili. Sasa haya maneno ya Yakobo yanaweza kukuchanganya. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili, unaweza fikiria ni kitu, si ndio? Si ndio? Hapa azungumzia kitu. Anazungumzia uzao mpya, anazungumzia kiumbe kipya, anazungumzia uumbaji mpya. So uumbaji mpya ni kamili. Amesaliwa na Mungu. Glory to God. So muamini amesaliwa na Mungu na hana tosari, hana mawa, hana lawama, hana dhambi. Tuko pamoja? Wengine wakisikia ukisema muamini hana dhambi watakupika na mawe. Muamini hana dhambi aje. So sasa zingatia kauli iliyofuata kutoka juu, ushuka kwa baba wa mianga. Kuna hilo neno kutoka juu, alafu kuna kushuka kwa baba wa mianga. Kwa hiyo kama Mungu baba yetu ni baba wa mianga, basi watoto wake waliosaliwa na yeye ni mianga. Narudia. Nimesema zingatia kauli inayofuata. Kauli inayofuata utoka juu, si ndio? Kauli inayofuata utoka juu inasema ushuka kwa baba wa hivyo, ushuka kwa baba wa mianga. Ushuka kwa baba wa mianga. Kwa hiyo kama Mungu ni baba yetu na ni baba wa mianga, basi watoto wake waliosaliwa na yeye ni mianga. Tuko pamoja? Sisi ni mianga. Baba ni mwanga. Baba wa mianga. Mwanga, mianga. Glory to God. So hii inalingana na mafundisho ya Paulo katika nyaraka zake. Hii inaenda sambamba na mafundisho ya Paulo katika nyaraka zake. Hii inalingana na mafundisho ya Paulo katika nyaraka zake. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 Corinthians chapter 4:6. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa gizani, ndiye aliyeng'aa, anaitwa baba wa mianga. Tuko pamoja sasa? Tumeelewa? Waefeso 5:4 na 9. Waefeso 5:8 na 9. Ephesians 5:8-9. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru. Kwa Yohana Yesu anajiita nuru. Tuko pamoja? So kama tumesaliwa na Yesu, tumetokana na Yesu, sisi ni wana wa nuru.
Kwa maana zamani mulikuwa giza. Mtu ambaye haamini ni anaitwa giza. Bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa, sisi ni watoto wa nuru. Verse 9. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote, haki na kweli. Haleluya. Yohana pia 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. 1 John 1:5. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamuna ndani yake. Haleluya. Mungu ni, kama Mungu ametusaa na yeye ni nuru, sisi ni wana wa, sisi ni nuru ulimwenguni. Tuko pamoja? Sisi sio giza, sisi ni nuru katika ulimwengu. So tuna ushirika na Baba. Haleluya. 1 John chapter 1 verse 3. 1 John 1:3. Hilo tulioliona na kulisikia twahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu. Imetenganisha. Tuko kwenye madarasa yetu, kuna kitu nimeshaiongelea. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu. Tuko pamoja. Tusiende hapo, ianze kukuletea shida. So tupo ndani yake yeye aliye wa kweli. Tuko ndani yake yeye wa kweli. 1 John chapter 5:20 tusome pia. 1 John chapter 5:20. 1 John chapter 5:20. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Mwingine anasema anakuja rapture. Na maji bwana, mambo naona imeharibika. Hata Mungu atusaidie. Hata ukiwa kwa prophet, yani ukiwa unatumia kwa prophet, wewe hadi useme you are prophet. Ukishaanza tu kutabiri na kuanza kusense siku za Bwana kurudi, pale shetani kukuataka ni rahisi sana. Ukishaanza tu kusema kukuja kwa Yesu na siku zenyewe na kuanza kupeana ati tukio hili likifanyika mjue ndio sasa, shetani kukuataka ni sekunde. Ghafla tu anaweza akakubatilisha, ukajikuta unamtumikia badala ya kumtumikia. Anaanza kuinfluence na utakuwa una prophesy vitu vya ajabu sana. Bana, naona kwenye watu wameelekea na kwa bato tu wanaongea kuhusu rapture. Rapture baada inaongea na watumishi mbalimbali. Wengine wanakuja hata na maono, nimeota, nimepelekwa, sijui watu. Nimeona nikifuatilia Pastor Nainga akifundisha kwenye huko, akiongelea kidogo kuhusu mambo ambayo yametendeka huko kanisa, yametendeka duniani. Anasema mtu anaota ndoto, mtu anakuja tu. Sio anasema alimwalika ama sijui alikuwaje, sio ilikuwa birthday yake. Mtu anaanza kusema sijui niliona Yesu alikuwa anakuja. Akachungulia duniani, akaona kanisa litakuwa tayari. Akarudi mara ya pili. Akaangalia kanisa litakuwa tayari, akarudi. Akasema nikirudi mara ya tatu, wawe wamejiandaa au hawajajiandaa, mimi nakuja. Bana vitu gani ndio maono yaliyomo duniani. Na sasa hivi kulingana rapture maono yamekuja, unasikia nimepelekwa mara yaani hata watu naona tu sura mpya zimejaa kwenye YouTube. Watu wanaongelea kuhusu rapture na maono walioyapata. Na ukweli ni kwamba, nisikize, ukifundishwa vibaya kupitia your ignorance, utapata ndoto za rapture, utapata mpaka na siku ya rapture na mwaka na saa. Utavipata hizo vitu.
kulingana na ujinga wako wa kimaandiko. So usipojifunza vizuri, usipopata nuru ya neno la Mungu, haki utaota rapture. Hata utakuja hapo tuambie, pastor, hata kama unatuambia hakuna rapture, walayo hivi, mimi nimeota ndoto mwenyewe na nimesikia sauti ya Mungu akisema na mimi. Alikuambiaje? Jiandaeni, nakuja. Very very soon. Yaani ni zaidi ya mapema, nakuja. Sikia mwingine anasema, watu wa Mungu, sema tu kweli kama prophet, acha niwaambie, Yesu anakuja. Jiandaeni ya kutosha. Nasema kwisha kabisa sasa. Kwisha kabisa. Mimi bado nasimama. Tutamaliza kisasi chetu. Yaani jiandae tu kuhubiri alafu utalala. Yaani mimi nakuhakikishia hivi. Hiyo mambo ya rapture ondoa kwenye akili. Hubiri Injili. Na nakuhakikishia haki. Tutaonana na nyinyi mbinguni kwenye Kristo yuko. Na tutaulizana maswali. Dunia imeisha ama bado? Watu wako raptured ama sisi ndio tumetoka huko? Sisi tumekufa, tumelala mwilini, jamaa bado wanaendelea na Injili. Ni kweli si kweli? So wewe kama unaanza kupepwa na upepo wa rapture kesho mwezi wa 9, sijui 23, sijui what. Utaondoka tu. Walisema 23 imeisha. Sijui sasa tunaelekea wapi? Mwingine nilisikia kusema 31st. Sasa kana nasema kwamba between leo na 31st wanataka kuhubiri Injili. Nikashindwa kwamba hii miaka yote hawajawahi maliza kuhubiri Injili watu. Akasema kwamba ni kama anajua kwamba Yesu hatarudi mpaka wakati Injili itafikia kila mtu. So anasema kwamba hizi siku zenye zimebaki wanataka kuhubiri Injili ulimwengu mzima, kila mtu ataweza. So nikajiuliza kama hii miaka yote hajawahi kuhubiri. Pastor Nainga kana anasema, unasikia mtu anakuambia kesho ni rapture, lakini anakuambia utoe sadaka. Unatoacha sadaka wakati tunaondoka kesho. Sikia mtu anakuambia rapture na anapanga mambo ya next week. Ukimsikia mtu anakuambia rapture, mwambie ni enda kwa akaunti yako nipe hela zote. Maana mimi nilimwasi Mungu, najua nitapaki wala nitapaki. So mimi najua nyinyi mmejiandaa, ni wasafi mnaenda. Nipeni kila na by the tulikuwa very blind. Na ndio sababu Injili fulani ya mahali fulani kabisa tunaambiwa dunia inaisha. Haki tulikuwa tunaambiwa hivyo. Tunapewa range. Angalieni wakati wote tunaenda. Mmeona huduma namba? Mmeona sijui what? 66 sijui what? Mambo dunia moja sikuwa na kitambulisho moja, si vitu kama hizi. Alafu shida watu walikuwa blind. Mnaambiwa muuze mashamba ila mnauza mnaelekea hela huko. Jameni. Na watu bado mpaka wanaishi saa hii na bado wanaamini mambo haya. Mungu atusaidie. Haleluya. Amen. Tumesoma John chapter 5:20. First John 5:20. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Amekwisha kuja. Naye ametupa akili. Kama amekwisha kuja ametupa akili. Sikia sasa. Hii hata ni ya kushangaza. Ametupa nini? Akili kwamba tumjue. Ametupa akili tujue kuhusu rapture. Yaani sikia, kama Yesu anakuja leo duniani. Kweli kama wanachokisema Yesu anakuja duniani, atakuwa anakuja kuwapa wanadamu akili wamjue, sio kwamba awachukue. Fundisho lolote ambalo linazungumzia
watu waamini kuchukuliwa kutoka duniani na kupaa ni fundisho la uongo. Haliko kwenye Genesis mpaka Ufunuo wa Yohana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Linaitwa fundisho la uongo. Na ukifuatilia fundisho la rapture kurudi nyuma, unaweza ukalifikia mpaka kwenye lilianzia. Maana mitume wakija, yani Paulo wakiwa hapa leo, Paulo akiwa hapa leo ameshuka hapa kanisani, alafu wakute mnahubiri bila kanisa litachukuliwa duniani lipelekwe mawinguni liende juu, atawauliza na mlitoa? Kwa sababu hawajawahi pata kitu kama hicho, hawajawahi fundisha kutoka Musa na manabii wote. Wewe unafundisha ulitoa. Tuko pamoja? Glory to God. Sasa kwenye shida iko kubwa sana eh? Kuna shida kubwa sana. Shida kubwa sana. Sasa nasema kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa. So kama yani Yesu yuko, sisi kama tuko ndani ya Yesu jamani. Alipo Kristo ndio sisi, hebu nikuulize, kama tuko ndani ya Kristo. So aliko Kristo, sisi tuko pale, si ndio? Sasa sikia. Wewe una roho. Roho yako imeungana pamoja na Kristo. Ni dhibitisho la maandiko. Wewe uko wapi? Duniani. Uko duniani. Aliyeumbwa na Bwana. Ni roho moja naye. Unatembea duniani. So Yesu yuko duniani. Sasa atakuja akitoka. So kama kuna kutokea kwa Kristo, atakuwa anafunuliwa kutoka wapi? Tuko pamoja? Haleluya. Lakini si kutoka juu. Tuko pamoja? So mtu akiwaambia Yesu yuko mbinguni, ako juu, muulize na wewe yule ambaye ako ndani yako ni yupi? Kama uko duniani, Yesu, wewe uko ndani ya Yesu na Yesu ndani yako, na uko duniani. So Yesu yuko duniani. Tuko pamoja? Amen. Tufanyeje wao? So anasema nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. So tayari kama Yesu yuko ndani yetu, tuna uzima wa milele. Tuko pamoja? Glory to God. So ndio tuombe, ngoja tuseme kwamba kila alichokielezea Yakobo kimsingi ilikuwa ni kwamba muamini amesaliwa na Mungu kama mwema na kamili, na tuna asili ya Baba. Kila alichoelezea Yakobo kimsingi ilikuwa ni kwamba muamini amesaliwa na Mungu kama mwema. So muamini ni mwema na kamili, na tuna asili ya Baba ndani yetu. So kumbuka, kabla Yakobo achaanza kuongelea kuhusu mwenendo, aliongea kuhusu utambulisho wao. Aliongea kuhusu wao ni nani. Aliongea kuhusu Mungu ndani yao. Tuko pamoja? Glory to God. Yakobo 1:18. Yakobo 1:18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alitusaa sisi kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake. So Yakobo 1 inazungumzia utambulisho wetu. Inazungumzia namna tulivyosaliwa na Mungu, namna tulivyokaa ndani yake na vile yeye alivyokaa ndani yetu. Anazungumzia umoja wetu na Mungu. Ndio anakuja sasa mistari ya mbele ambayo tumesoma, anaanza kufanya nini? Kuongelea kuhusu mwenendo wao katikati yao. Tuko pamoja? So hiyo ndio sababu Yakobo aliweka utofauti wa wasi alipoongea kuhusiana na mwenendo wao katika sura ya 3. So mtu some hapa alafu ndio tutaanzia hapo tukirudi. Nimesema hiyo ndio sababu Yakobo aliweka utofauti wa wasi alipoongelea kuhusiana na mwenendo wao katika sura ya 3.
sura ya 3, Yakobo 3:14 mpaka 17. Inasema Yakobo 3:14 mpaka 17. Anasema lakini mkiwa na wivu, hawa jamaa walikuwa hatari. Walikuwa mpaka na wivu. Mkiwa na wivu, hawa ni wana wa Mungu. Hao ni waliosaliwa kutoka juu. Hao ndio viumbe vipi? Huu ndio umbachi wa Mungu. Hao ndio Mungu amekaa ndani yao. Wako na nini chameni? Ona, nilienda mahali wakati mwingine nikawa nafundisha mambo kadhaa ambapo mtumishi wa Mungu anaweza akapitia. Yaani mtumishi wa Mungu ndio huyu. Na baadhi ya mambo ambayo niliongea nikasema mtumishi wa Mungu anaweza akakosea. Na watu wenyewe wanapinga tu injili na wale ambao ni wahubiri wa kanisa mahali hapa. Wale wanaitwa watoto wa kanisa. Watoto wa manabii. Mtumishi anaweza akakosea. Yaani watu wanafikiria mtumishi ni malaika. Hata si malaika si walikosea, si ndio? Sasa mtumishi unataka kama malaika walikosea, wewe unataka kumuona mtumishi kama nani? Ni zaidi ya malaika. Ati mtumishi anaweza akakosea. Hiyo sio injili. So kuna watu wanafundishwa kwamba hawafai kuwa na hizi vitu na wanawekewa kama sheria. So wakipatikana nazo wanatubu na kujisafisha, kujitakasa navyo kila Jumapili na kila siku. So kumbuka mwanzo wa Yakobo 1, amezungumzia hao watu na kina nani. Amezungumzia vizuri kwamba ni kamili, ni wema, kila kutoa kuliko kwema. Haleluya. So ametofautisha kabisa nyinyi ni nani katika Mungu, katika Kristo Yesu. Alafu anakusema lakini mkiwa na wivu wenye ujungu na ukomfi mioyoni mwenu, hivi vitu vyatoka mioyoni mwa watu. Msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Verse 15. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia kibinadamu na shetani. Sasa tabia za wivu, uchungu, nini na nini ni tabia za wanadamu, ni hekima kutoka wanadamu na nini? Na shetani. Kumbe shetani pia anaweza ka-influence. Tuko pamoja? Sasa wakati mwingine ukiona mtu anatembea na wivu na vitu kama hizo, pia angalia nyuma yake. Shetani kanaweza kuwa kamejificha, kanamfufia atembee na kukorofisha wengine na kuleta viti na katikati ya wengine. Umekumbuka ile tumesoma kuhusu ya ulimi? Inawasha mzitu. Sasa wakati mwingine ukisikia mtu anakuja anakuambia, "Pastor, nimeota ndoto. Plot yetu imewaka moto usiosimika." Okay. Iliwaka moto. So nani aliwasha huo moto? "Pastor, nimeota kuna kuni ndoko tukuni tudoko twinki nimetupepa." Unajua tukuni tudogo tunashikanga moto sana. Afadhali wote umepepa kuni kubwa kubwa. Lakini ukiota umetupepa tukuni twingi, umetupepa twingi, tule tudogo tule tunashika moto. Sitaki kuambia maana yake, lakini wajijasie. Heri wote ama pastor naona narokota kuni, nimeenda kutafuta kuni, lakini nilikuwa natafuta tule tudogo nikifunga. Hata afadhali zile kubwa. Maana kubwa asishiki moto kwa haraka. Haleluya. So tule tutoko tuna maana yake na zile kubwa zina maana yake. So anasema hiyo ni hekima kutoka kwa ya kibinadamu na shetani. Basi 16. Maana hapo palipo wivu na ukomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Basi 17. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema
imejaa rehema na matunda mema, haina vitina, haina unafiki. So zingatia hilo neno, hekima itokayo juu. Tutaanzia pale tukirudi. Tunaweza tukasimama. Tutaendelea. Pause tu.